Unaona kama vile nilifuata fundisho moja la mtumishi mmoja, hata kana unaweza niruhusu kumtaja jina Ndasha. Alifundisha kwamba anapotamka kama Yesu ametoka ndani ya Mungu na Roho Mtakatifu atoka ndani ya Mungu. Na wakati Yesu sio roho, Yesu ni mtu. Yesu ni binadamu tangu mbinguni. Yesu aliumbiwa kutoka ndani ya Mungu. Aliyetoka ndani ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana iko na uwezo wa kuingia na kutoka. Ndio ile ndio kufuru kwa wale wenzetu, na waonya kwamba tangu leo wajue kwamba mbinguni kuko nafsi tatu, ambazo nafsi mbili tutaziona na tutazigusa, lakini nafsi moja ya tatu ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu haonekani kwa sababu yeye ametoka ndani ya Mungu. Lakini Yesu hakutoka ndani ya Mungu. Na hii ujumbe mfikie Ndasha. Asiwe anafundisha watu kwamba nafsi ambayo ni Mungu Mwana ametoka ndani ya Mungu Baba. Ni makufuru, na hiyo ni dhambi kwake, hataona Mungu. Sasa basi hapo manake kuna nafsi mbili, ila nafsi moja ya Mungu huwa inajigawa. Manake kuna nafsi mbili ya Yesu Kristo na ya Mungu mwenyewe ambayo huwa inajigawa. Unaenda vibaya. Yesu Kristo sio nafsi. Yesu Kristo sio nafsi. Roho Mtakatifu ndio nafsi. Kwa hiyo hakuna nafsi tatu. Ziko nafsi tatu. Fuata vizuri. Ziko nafsi tatu. Hizo nafsi tatu, nafsi ya kwanza ni Mungu Baba. Nafsi ya pili ni Mungu Mwana. Nafsi ya tatu ni Mungu Roho Mtakatifu. Yesu naye ni nafsi. Yesu naye ni nafsi. Sasa unafsi wa mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Mwalimu Billy Magambo kwa ajili ya kufanya kipindi hasa kinachohusu Kristo ambacho ni Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu limekuwa ni somo tata sana, hasa kwa sababu kuna baadhi ya walimu wanaofundisha wanasema kumuelewa Mungu kabisa bado wengi bado tunapapasa, hatumjui vizuri Mungu. Lakini wapo ambao wamesema wanamjua Mungu, lakini nao bado wanampokea kwa imani kwamba yeye ni Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Kwa hiyo andaye anatengeneza Utatu Mtakatifu ambaye ni Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Baba ambaye ndio yupo pale top. Lakini kuna wengine wanasema bwana, Mungu ni peke yake, Mwana ni peke yake, alafu wote wanashare roho. Roho Mtakatifu wanashare Mwana na Baba, na kupitia Roho Mtakatifu tunashare nao mpaka sisi. Kwa hiyo mwalimu, leo Bwana tusaidie sana kuhusiana na utatu. Kuna wale wanaosema inawezekana ile utatu lakini ni fundisho la kishetani kwa sababu kwenye Biblia halipo. Kwa hiyo tuanze hapa leo kuhusiana na utatu. Utatu ni nini? Upo kwenye Biblia, ni fundisho la haki au ni fundisho ambalo si sahihi? Karibu sana. Asante sana mheshimiwa mtangazaji wa habari njema. Ninashukuru kunipa nafasi hii ya kuweza kuzungumza kuhusiana na hili fundisho. Kwa kweli hili fundisho linaleta utata kwenye madhehebu mengi. Sawa. Kuhusiana na Utatu Utakatifu. Lakini katika Biblia mzima nimetafuta nione kama nitaona Utatu Utakatifu katika Biblia, sikukuta. Isipokuwa kuko katika Biblia wanaandika watatu watakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Some pale. 5:8. Sawa, waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 8 nasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Unasikia? Kuko watatu washuhudiao mbinguni. Na swali umeniuliza, je, Utatu Utakatifu? Ndani ya Biblia hakuna Utatu Utakatifu, mko tu watatu watakatifu ambao wanashuhudia wapi? Mbinguni. Kisha wanataka kuko Baba, Mwana na Roho. Na watatu hao ni umoja. Hapana umoja. Hapana utatu. Hapana umoja. Okay. Ni umoja, hapana mmoja. Okay. Rudilia andiko. Okay. Ndio. Anasema mstari wa 8, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Na watatu hao ni umoja. Hapana mmoja, ni umoja. Okay. Na wanawagawa kuko Baba, kuko Mwana na kuko Roho. Sawa. Watatu hao wanawakilisha nafsi tatu ambazo ziko mbinguni. Yeah. Hao watatu ama utatu kwa terme za watu wengine, kauli za watu wengine wanasema kwamba Utatu Utakatifu. Okay. Inawakilisha nafsi tatu ambazo ziko mbinguni. Okay. Nafsi ambayo ni Mungu Baba, nafsi ambayo ni Mungu Mwana, nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu. Sawa. Ndio. Lakini hao watatu hawako mmoja. Ni umoja kikazi. Okay. Asante. Kwa hiyo wapo wote watatu. Lakini hapo tunasemaga kwenye vile viti mbinguni kuna Mwana, kuna Baba, lakini Roho Mtakatifu hayupo pale. Kule mbinguni kwa sasa kuko nafsi mbili. Okay. Kwa sasa kuko nafsi ngapi? Mbili. Kuko nafsi ambayo ni Mungu Baba na kuko nafsi ambayo ni Mungu Mwana. Lakini hapa duniani kuko nafsi tu moja ambayo ni nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu. Na andiko linasema hawa wote watatu wapo mbinguni. Hii inamaanisha nini? Andiko naonesha kwamba pale kuna watatu washuhudiao mbinguni. Kuna Baba, Mwana na Roho, na watatu hao ni umoja. Sasa hapo inaonyesha kwamba wako mbinguni, ndio makao yao. Lakini kikazi wa nafsi mbili ndio ziko mbinguni na nafsi moja ndio inafanya kazi hapa duniani. Okay. Ndio. Nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu iko hapa duniani. Kule mbinguni kuna bakia nafsi inaitwa Mungu Baba,
yaani nafsi Mungu Baba na nafsi Mungu Mwana. Okay. Ndiyo. Kukosekana kwa neno utatu ndani ya Biblia ni tatizo. Kukosekana Tatu Mtakatifu. Kukosekana neno utatu takatifu ndani ya Biblia ni tatizo kwa sababu neno utatu haimo ndani ya Biblia. Okay. Kuna kuonekana tu andiko linasema kuna watatu washuhudiao mbinguni. Okay. Lakini ile neno utatu ndani ya Biblia hatukuiona. Sawa. Haliko ndani ya Biblia. Okay. Kuna mwalimu wangu anaitwa Daniel Mwankema. Yeye alisema kwamba kuna kitu ambacho Wakristo mnajua kuhusiana na huduma 5 zilizomo kwenye Biblia. Huduma 5 ambazo ziko katika huduma. Huduma 5 ambazo zimeandikwa kwenye Biblia. Kitabu cha Waefeso 4:11. Ndio. Kuna Yesu alifanya wamoja kuwa mitume, wengine manabii, walimu, wainjilisti na wachungaji. Lakini hizo wote mnakubaliana kwamba kweli kuna huduma 5. Ndio, huduma 5 ziko. Lakini hapo tena mnajua kabisa kwenye Biblia hakujaandikwa neno huduma 5. Katika Biblia kuandikwa huduma 5. Tusome kwanza kitabu. Ni Waefeso 4:11. Waefeso 4:11. Sawa. Anasema okay. Waefeso 4 mstari wa 11. Mstari wa 11 anasema naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe. Neno huduma iko ndani. Lakini si kwamba huduma 5. Kwa mfano mtu akisema tu huduma 5 wewe unaelewa anamaanisha nini? Akisema bwana kwenye Biblia kuna huduma 5 unaelewa na huna shida na hilo. Lakini akisema utatu mtakatifu japokuwa nafsi zote tatu zipo kwenye Biblia unaona ni shida. Labda hii inakuwa kwa nini? Kuhusiana na ile swali ya huduma, hapo kwanza wanataja huduma. Kuhusiana na neno utatu haiko, lakini andiko tulilisoma nasema kama kuna watatu washuhudiao mbinguni. Sasa ile neno utatu njoo hakuna katika Biblia. Kama lingelikuwa tungepata na andiko na tungepasoma, lakini kuna watatu washuhudiao mbinguni. Okay. Watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Mwana na Roho. Na watatu hawa ni umoja kikazi. Sawa. Sasa fundisho la utatu limekuwa na utata sana. Labda mwalimu, tungeomba utufundishe kidogo inatakiwa lieleweke vipi kuhusiana na utatu mtakatifu. Labda neno linaweza lisiwe shida sana, lakini uelewa wa concept yenyewe kwa ujumla ingeeleweka vipi, ingekuwa afadhali, na wapi tunakosea, wapi inatakiwa twende iwe njia sahihi. Watu wa wenyewe ndio wanashindwa kuelewa kuhusiana na utatu utakatifu kama vile ilivyokuwa terme zao. Yeah. Kama vile kauli zao wanatamka utatu utakatifu. Lakini sisi tunatamka watatu watakatifu. Kwa kutaka kuelewa hili somo na lisilete utata kwa wale wenye kulisikia na wenye kulifundisha. Waelewe kwamba mbinguni tuko na Mungu ambaye ni nafsi Mungu Baba, tuko na nafsi ambayo ni Mungu Mwana, tuko na nafsi ambayo ni Roho Mtakatifu. Ni nafsi tatu ambazo ziko mbinguni, nafsi mbili kwa leo ziko mbinguni, moja ndiyo hapa duniani. Hizo nafsi zinatengana. Kwa mfano mimi na wewe ni nafsi mbili. Tunatengana hata hapa tukinyamaza tu, mimi kuna kitu changu nawaza na wewe kuna kitu chako nawaza. Je, hizo nafsi tatu zenyewe zinatengana kwa vyovyote? Zote tatu zinatengana. Kila nafsi iko inajitegemea. Okay. Nafsi ambayo ni Mungu Baba njoo mwanzilishi wa nafsi hizi zingine mbili. Okay. Nafsi ambayo ni Mungu Mwana kwanza ni kiumbe kenye kiliumbwa na Mungu. Okay. Nafsi Mungu Mwana aliumbwa na Mungu Baba. Nafsi ambayo ni Mungu Roho hakuumbwa bali yeye ametoka ndani ya Mungu, nafsi ambayo ni Baba. Okay, nikiuliza hilo swali na maanisha hasa. Kwa mfano, kwa mwili wako unaweza kuwa na mikono na miguu, kwamba hakuna kingine kinachoamua kwamba naweza nikaamua miguu inaamua bwana nataka kwenda mjini alafu mikono inasema sitaki nataka kwenda huko alafu zinagawanyika. Je, wao wanagawanyika kwamba Yesu anaweza kawa anataka kitu fulani Baba asitaki, au Baba akataka kitu fulani Yesu asitaki, au Yesu na Baba akataka kitu fulani Roho Mtakatifu asitaki? Kungambo wa kazi wanaheshimiana kikazi. Okay. Wote watatu wanaheshimiana kikazi. Wote watatu wanaheshimiana kikazi. Okay. Lakini wote watatu hawako fasi moja. Nafsi ambayo ni Mungu Baba anaketi kwenye kiti chake cha enzi. Kwamba tena hapo nirudie. Kuna kitu anaweza katenda Roho Mtakatifu alafu ikawa si Baba aliyetenda. Ndio, Roho Mtakatifu anaweza kafanya kitu ambacho si Baba anatenda, lakini atapanda ripoti kwa Baba. Na labda tungechukua mfano kwamba Baba anaweza asipende kwamba hiki alichofanya Roho Mtakatifu si sahihi. Haitawezekana kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi ya Baba. Na labda Baba anaweza kataa kwamba hiki kitu sijafanya mimi, amefanya Roho, japokuwa mimi sikumzuia asifanye. Haitawezekana. Au je, kwa mfano Mwana anaweza katenda kitu kwa makusudi yake, labda Baba ndio hamzuii, lakini ni uwezo wake yeye mwenyewe. Tusome maandiko kitabu cha Yohana 5 kuhusiana na hiyo swali.
Okay. Hii inauliza sasa, je, tuone kama kweli hawa wanatengana au ni wamoja? Wanatengana kinafsi, kikazi hawatengani. Sasa swali linaelekeana kikazi. Okay. Yohana 5:22-25. 22 anasema tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Shuka. Ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyemtuma. Amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Anza 19. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo anamwona Baba akilitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendaye mwana vile vile. Njoo jibu sasa ya swali hili. Mwana hawezi kufanya neno lolote ambalo akuona Baba amelifanya. Na ni vile vile Roho Mtakatifu hawezi kufanya neno pasipo kuona lile ambalo Yesu ametenda. Sasa kwa maana hii wanaosema Baba ndo Mungu, Roho ndo Mungu, Mwana ni Mungu, ni kama wapo sahihi kwa maana gani? Mbona yani kama anachofanya Mwana ndo anakuwa amefanya Baba, anachofanya Roho ndo amefanya Baba. Yani atakachotaka Baba ndo ametaka Mwana, atakachotaka Roho ametaka Mwana. Hapo sasa kunakuwa wanatengana katika lipi? Tukiangalia mwanzo wa nafsi ambayo ni Mungu Roho, ana tabia zake, ana tabia sawasawa na Mungu Baba, na ana tabia sawasawa na Mungu Mwana. Tena nafsi ambayo ni Mungu Roho ni nafsi sawasawa na Mungu Baba, lakini si nafsi sawasawa na Mungu Mwana. Kuna utofauti mkubwa. Nafsi ambayo ni Mungu Roho ana tabia sawasawa na Mungu Baba, sawasawa na Mungu Mwana, lakini nafsi ambayo ni Mungu Roho asilia yake ni sawasawa na nafsi Mungu Baba, kwa sababu yeye ni sehemu mojawapo ya roho ya Mungu. Okay. Lakini nafsi ambayo ni Mungu Mwana si sawasawa na nafsi Mungu Roho Mtakatifu. Banapishana. Huyu ni mtu, huyu ni roho. Okay. Lakini na bado napata ugumu hapo katika kuwaelewa, kwa tofautisha hawa. Kwa sababu sasa kama ni hivyo, kuna mwenye utukufu kuliko mwingine au mwenye kazi kuliko mwingine? Ndio, mwanzilishi wa kazi ni nafsi ambayo ni Mungu Baba. Okay. Yeye ndiye alikuwa milele, yeye ndio mwanzilishi wa kila kitu. Hana mwanzo, hana mwisho. Lakini nafsi ambayo ni Mungu Mwana, yeye ndio ana mwanzo kwa sababu aliumbwa na nafsi ambayo ni Mungu Baba. Nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu ni sehemu ya nafsi ya Mungu ilitoa kwa lengo la kutuwezesha kufanya kazi, akaimwanga hapa kwa dunia. Tukirudi hapo kwenye kuhusiana na mwanzo, ni kwamba Baba mwenyewe, hawa wengine wote wametoka kwake. Yaani hawa anazungumzia Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu, wote ni wake yeye mwenyewe. Sasa hao si wanamaanisha ni yeye mwenyewe kama wametoka ndani mwake? Nafsi ambayo ni Mungu Mwana hakutoka ndani ya Baba, bali aliumbwa na Baba. Nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu alitoka ndani ya Mungu kwa sababu Mungu ni roho. Ni maanisha nafsi ambayo ni Mungu Roho ni sehemu ya nafsi ya Mungu. Lakini nafsi ambayo ni Mungu Mwana sio sehemu ya nafsi ya Mungu, bali aliumbwa. Okay. Hakutoka ndani ya Baba, hapana. Tukiangalia viumbe ambao wanakuwa wameumbwa na Mwenyezi Mungu, kuna wale wanaoendaga kinyume naye. Sasa katika hizi nafsi tatu tunaona aliyeumbwa ni mmoja tu ambaye ni Kristo Yesu Kristo. Anaweza akawa na matamanio tofauti na Baba, akaenda kinyume na Baba, kwa sababu tukiangalia hapo kuna viumbe watakatifu waliumbwa wakaenda kinyume na Baba. Maandiko yanasema kwamba mwana aweza kufanya lolote kinyume na lile ambalo alimuona Baba analitenda. Hakuna gisi Yesu aende kinyume na nafsi ambayo ni Mungu Baba. Haitawezekana, kwa sababu kazi anazozifanya si zake, yeye ni mtumishi wa Mungu. Matendo ya Mitume 3:26. Sawa, mstari wa 26 anasema hivi: Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabariki kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu. Unasikia, Yesu ni mtumishi wa Mungu. Hawezi kaenda kinyume na mapenzi ya mwenye alimpatia kazi. Lakini wapo watumishi walioenda kinyume. Kwa binadamu kuko watumishi wanaenda kinyume. Kuko tofauti wa binadamu sisi na binadamu ya Yesu. Malaika. Malaika si viumbe viliumbwa, lakini Yesu naye ni kiumbe. Yesu ni kiumbe, lakini iko tofauti na gisi wa malaika waliumbwa. Yesu aliumbwa, Mungu akaweka roho yake ndani mwake, akamfanya kuwa chapa nafsi yake, akamfanya kuwa mwana wake, akamtia muhuri, lakini wa malaika hawakuwekwa hivyo vyote. Ndio maana akamfundisha yeye Yesu, akafundishwa na Mungu, lakini wa malaika waliumbwa hawayafundishwa na Mungu. Wao wanakuwa wanatumwa wende ufanye kitu fulani. Ndio. Ndio. Tuendelee kuzana utatu, hasa tukiangalia hapa wanaosemaga Mungu
kuna yule ambaye tulizungumzia kuhusiana na uwezo, tukasema Baba ndiye mwanzilishi. Kuhusiana na utukufu, je, kuna mwenye utukufu kuliko wengine? Ndiyo, mwenye utukufu ni Mungu peke yake, ndio mwanzilishi wa utukufu, na akawe utukufu akaambukiza hata Yesu, alimpatia sehemu ya utukufu wake. Tunaposoma kitabu cha Yohana 17 mstari wa 5 na mstari wa 6. Wana utukufu sawa au tofauti? Uko tofauti. Yesu anaambukizwa. Yohana 17 mstari wa 5 na wa 6. Anasema, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Shuka 21. Mstari wa 21 anasema, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Unasikia, utukufu ule ulinipa. Alimupa wakati gani? Nilisema kwamba kusoma lililopita tulisema kwamba Yesu ambaye ni nafsi mwana iliumbwa na nafsi ambayo ni Mungu Baba. Na alipomuumba alimpatia vitu vitatu vikubwa kwa kumheshimisha. Vitu vingapi? Vitatu. Alimpatia mamlaka, utukufu na ufalme. Na ndio maana hapa alisema kwa utukufu ule ulionipa. Alimpa wakati gani? Wakati alipomuumba. Kwa kutaka kujua kama ni kweli. Danieli 7:13-14. Danieli 7. Utakutanisha kwamba Yesu alipewa vitu vitatu vikubwa, mamlaka, utukufu na ufalme. Ndio maana swali umeniuliza, je, kati ya hizo nafsi tatu zinazidiana utukufu? Ndiyo. Mwenye utukufu wake ni nafsi ambayo ni Mungu Baba. Akaambukiza nafsi ambayo ni Mungu Mwana. 13. Ndiyo. Na kwa habari za wale wanyama wengine walionyang'anywa, au si Danieli 7:13. Sawa. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamia. Unasikia? Akamleta kwa mzee wa siku. Huyo mzee wa siku ndio yule ambaye inaitwa nafsi ambayo ni Mungu Baba. Yeye ndiye aliumba nafsi ambayo ni Mungu Mwana, akamupa vitu vitatu, mamlaka, utukufu na ufalme. Ndio maana Yesu alipofika hapa kwa dunia akasema, Baba, kwa utukufu ule ulionipa, nahitaji hawa watu waone ule utukufu. Ndio maana swali limeniuliza, je, wanazidiana utukufu? Ndiyo. Mwenye utukufu wake ni nafsi ambayo ni Mungu Baba. Akatoa sehemu ya utukufu wake akapatia nafsi ambayo ni Mungu Mwana. Akatoa sehemu yake akapatia utukufu ambao ni nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu. Lakini mwenye utukufu wake ni Mungu ambaye ni nafsi Mungu Baba. Nani mwenye mamlaka ya mbinguni na dunia? Kwa sababu kuna kitabu nasomaga nasema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa ni mimi. Kwa hiyo sasa hivi manake mkubwa ni nani mwenye mamlaka? Manake ni Yesu. Kwa leo tunasikia kama tumesoma Danieli anasema kama alimpatia vitu vitatu, alimpatia mamlaka, utukufu na ufalme. Ile mamlaka iko kama sehemu 5. Yale mamlaka yanatajwa pale. Iko na sehemu ngapi? 5. Mamlaka ya kusamehe dhambi, mamlaka ya kuokoa, mamlaka ya kufufua, ya kutungisha katika uzima milele, na mamlaka ya kuhukumu. Amepewa nani? Yesu. Ndio maana Mathayo 28:18 anasema mamlaka yote imepewa kutawala mbingu na dunia. Nendeni mfanye watu kuwa wanafunzi. Nani akamupa? Mungu, ambaye nafsi ambaye ni Mungu Baba. Wakati gani alimpatia? Kwa wakati alipomuumba, ndio alimpatia vitatu vikubwa kwa kumheshimisha. Ndio maana pale tena nasema ili makabila zote na lugha zote wamtumikie. Hii habari ya kusema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi, sinaonyesha Yesu sasa ndo tope. Yeye ndio tope kwa sababu Mungu ndio amempatia nafasi. Mungu amefanya hivi kwa lengo la kuweza kupata ripoti kwake. Maana yake Mungu yuko chini yake sasa. Mungu yuko tu anasubiria tu. Ni kama vile unafungula duka. Kisha unanifanya mtoto wako unamfanya kuwa mwangalizi wa ile duka. Imaanisha kwamba yule mtoto ndio anakuwa tajiri mwenye duka? Hapana, mamlaka umemupa ya kuangalia ile duka, lakini wewe ndio ripoti iko naleta kwako. Okay. Na Yesu naye ripoti iko nabewa kwa Mungu. Ndio maana Yesu ni mtumishi wa Mungu. Sasa amempatia hiyo mamlaka na utukufu na ufalme kusudi amfanyizie kazi. Na ndio maana wakati alipofufa Mungu alimfufua Yesu mtumishi wake, hakumwachia kovuri. Sawa, lakini tena tukirudi kwenye ile swali nafikiri tushai kuliuliza, lakini niliulize tena. Kama nafsi zote labda zina utofauti huo. Tunaona katika dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ndio kubwa zaidi. Inawezekana labda basi wakati tunasema hivyo kumbe Roho Mtakatifu ndio mkubwa zaidi. Tunaweza tukasoma kitabu cha Yohana 12:31-32 kisha ndio tupate kisha kujibia pale.
12:31 inasema nini? Mstari wa 31 anasema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. 32, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 3 inasema nini? Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 3. Sawa. Anasema, kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Na swali ulikuwa unaniuliza ilikuwa inahusiana na nini? Ilikuwa inasema labda huyu Roho Mtakatifu ndo mkubwa zaidi, kwa kuwa unaweza kusamehewa dhambi zote ila huwezi kusamehewa dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Eske Mkristo mwenye kusha kumwamini Yesu Kristo anaweza sema Yesu alaaniwe? Hapana. Kwa nini? Kama Roho Mtakatifu, kama Yesu alisema kufuru lote wanadamu wanaweza kufanya, kufuru Mungu, kufuru Yesu watasamehewa. Lakini kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Ni lengo la kumheshimisha tu. Okay. Ni kwa lengo la kumheshimisha, kwa sababu Yesu alipomaliza kazi alisema hata tuache mayatima atatuachia msaidizi. Kwa kumpatia valeur, kwa kumpatia heshima, ilibidi awaambie watu kwamba wamheshimu. Na ndio maana kitabu cha Waefeso 4:30 inatukataza kufuru. Kwa nini? Kumzimisha Roho Mtakatifu. Soma pale andiko sikia. Mstari wa 30 anasema Waefeso 4, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa leo mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Unasikia? Ni kwa andiko la kwanza linasema, swali lilikuwa kwamba kwa nini tukufuru Mungu, tukufuru Yesu, lakini tusikufuru Roho Mtakatifu? Tukikufuru Roho Mtakatifu hatutasamehewa. Na andiko tena nasema Wakorintho nasema hakuna mtu mwenye kuwa ndani ya Kristo anaweza kusema Kristo alaaniwe. Huyo mtu hawezi kuwa. Na kama ile andiko liko kwa sababu tu ya kumheshimisha Roho Mtakatifu. Na ndio maana inatukataza usimkwaze Roho Mtakatifu wala kumhuzunisha. Kwa sababu yeye ndio mnachia kwa muhuri. Yeye ndio anabakia anatuangalia kwa wakati anatuongoza. Okay. Tuangani hii wakati atuongoze tena na Yesu. Yesu yeye yuko mbinguni, anatuachia sasa Roho Mtakatifu ndio anatuongoza. Na ndio maana alipenda kumheshimisha watu wamheshimie Roho Mtakatifu. Okay. Kufuru wote mnaweza mkasema juu ya mwana wa Adamu na juu ya Mungu, lakini kwa ajili ya Roho Mtakatifu hamtasamehe, kwa sababu yeye ndio anabeba ripoti yetu, yeye ndio anatuwakilisha kama parapanda nalia sai. Kusudi tusikie ile parapanda, yeye atatufanya tusikie ile parapanda. Sasa wakati tulimhuzunisha na tulimkwaza Roho Mtakatifu, parapanda kile hatasikia. Ijapokuwa uko Mkristo na muamini Kristo na unamvala Kristo, take Roho Mtakatifu umemkwaza mule ndani, hautasikia parapanda. Na hata ukifa hautaenda mbinguni, kwa sababu yeye ndio ana kazi ya kwenda kutushuhudia mbinguni. Waroma 8:16. Warumi 8:16. Mstari wa 16 anasema hivi, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Unasikia? Roho mwenyewe anashuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wanani? Ni watoto wa Mungu. Sasa ndio maana nasema usimkwaze Roho Mtakatifu wala usikufuru Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye anaenda bashuhudia kule, ndio kazi yake yeye. Sasa kama ile kauli ilibakia pale ni kwa sababu ya kuletea heshima kwake. Tumheshimu Roho Mtakatifu. Ndio ile. Ni nafsi sawa sawa na Mungu Baba, lakini si nafsi sawa sawa na Mungu Mwana. Lakini tabia zake za Roho Mtakatifu, ana tabia sawa sawa na za Mungu Baba, ana tabia sawa sawa na za Mungu Roho Mtakatifu. Ndio kazi anafanya. Ukiona kazi Roho Mtakatifu anafanya, inawakilisha Yesu, inawakilisha Mungu. Okay. Ndio. Sawa, lakini tuendelee hapo kwanza kwenye Utatu Mtakatifu. Hili ni fundisho ambalo tayari lipo na watu tayari wanalitumia. Haya yanakuwa yanatoka wapi? Si kwamba labda watu tu wamesoma katika tu ufafanuzi wakaamua watumie hili neno utatu. Yaani kwamba kwa mfano tunaona hata wacheza mpira wakiwa watatu wapo pacha sana, yani wanasaidiana sana. Tunaita Utatu Mtakatifu. Yaani ni utatu wao. Ambao wengine kwenye Kiingereza wao wanaita Trinity. Sio kwamba ndio inamaanisha hivyo. Neno Utatu Mtakatifu kama nilivyoanza mwanzo. Neno Utatu Mtakatifu katika Biblia hakuna. Tumesoma waraka wa kwanza wa Yohana 5:8 na tuonyesha kama kuna watatu washuhudiao mbinguni. Watatu. Na wanawataja Baba, Mwana na Roho. Na watatu hao ni umoja. Okay. Sawa? Sasa hao watatu kama leo kuko mafundisho yanaleta utata kwenye madhehebu mingi. Ni kwa sababu katika madhehebu kuna aina mbili za madhehebu. Kuna dhehebu lenye kuamini kwamba kuko Mungu Baba, kuko Mungu Mwana na kuko Mungu Roho Mtakatifu. Na kuna dhehebu inaamini kwamba huyo Mungu Baba, ndio huyo Mungu Mwana, ndio huyo Mungu Roho Mtakatifu. Okay. Unasikia hizo dhehebu ziko ngapi? Za Kristo, ziko dhehebu mbili katika Kristo. Ambalo moja inaamini kama kuko Baba, kuko Mwana na kuko Roho Mtakatifu. Kama vile mimi. Mungu iko ambaye alikuwa milele,
Yesu Kristo iko ambaye anaketi kwenye kiti chake cha rehema na Roho Mtakatifu ambaye iko kwa dunia leo. Tena katika hiyo yote na wewe wao wapo tofauti kwa sababu wao wanasema ni co-equal and co-eternal, kwamba wote walikuwepo pamoja na wote wapo sawa. Kwa hiyo unaona tena mnatofautiana. Wanakubali ndio nafsi zote tatu, ila sasa ni zilikuwepo za milele zote. Ziko sawa kwa kifupi wanachomaanisha. Hapana, haziko sawa. Okay. Haziko sawa zote. Nafsi ambayo ni Mungu Baba, yeye ndiye alikuwa milele, ambaye hana mwanzo, hana mwisho, na asilia yake ni roho. Nafsi ambayo ni Mungu Mwana ni kiumbe kiliumbwa. Nafsi ambayo ni Roho Mtakatifu hakuumbwa, lakini alitoka miongoni, kwa sababu Mungu iko na roho 7. Okay. Mungu anazo roho ngapi? Roho 7. Tupasome katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 4 mstari wa kwanza. Moja mstari wa 4. Ufunuo 1:4. Ufunuo 1:4. Hadi 5. Sawa. Anasema mstari wa 4. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Unasikia? Walizotumwa katika dunia kama ungelichukua kwa chini. Roho ngapi? Roho 7. Sasa Mungu ni roho kubwa kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 4:24. Mungu ni roho kubwa. Na kando hiyo roho kubwa, huko zingine roho 7. Sasa miongoni mwa zile roho 7, mko amo moja ambayo enjoy hii anaitwa Roho Mtakatifu ametutumia. Yohana 4 Yohana 4:24. 28 anasema Mungu ni roho. Nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Njoo asilia yake Mungu ni roho. Okay. Na hizo zingine roho 7 ni miongoni mwa roho kubwa na roho zingine 7. Hizo roho 7 sasa, Lord definition inaitwa kwamba ni nguvu za utendaji kazi. Ni sehemu ya roho yake alitoa akatupatia sie. Ndio maana katika Yoeli 2:28 utasikia kisi inazungumza. Lakini nikibaki hapa kwanza kwenye roho 7. Kwa sababu kuna watu wanasema roho kuna muda inamaanisha manabii. Inawezekana anasema roho 7 maana yake inamaanisha manabii 7. Si kwamba roho ni kitu tena kingine. Labda ni manabii 7. Roho 7 inamaanisha nguvu 7 za utendaji kazi, sio manabii. Kwa sababu napata hapa anaposema aliwatuma ni Ufunuo 1:4. 1:4 mpaka 5. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyoko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu. Anaposema zitokazo kwa na zitokazo kwa roho 7. Okay, naona kama ni labda mababu manabii fulani ambao hapana, sio watakatifu. Okay. Kwa sababu ukiingia kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8, Yesu anaambia wanafunzi wake mtapokea nguvu atakapowajia Roho Mtakatifu. Alimaanisha kwamba definition ya Roho Mtakatifu ni nguvu. Donc ni sehemu ya moja hapo ya nguvu za Mungu alitoa akatumwangia hapa duniani kutuwezesha kufanya kazi. Ndio maana nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu haina mwili kama Yesu Kristo alikuwa na mwili, anakaa ndani mwetu. Ni sehemu ya nguvu ya miongoni mwa nguvu 7 za Mungu. Sasa ndo hilo swala ndo ambalo natamani vile vile kujua. Kwamba tunavyosema Roho Mtakatifu ni nguvu. Kama Roho Mtakatifu ni nguvu, inakuwaje Roho Mtakatifu tena awe nafsi wakati ni sehemu tu ya nguvu za Mungu? Yaani tuseme ni nguvu za Mungu na kwa tukimaanisha hivyo maana yake nguvu za Mungu anazo na vile vile ametupa na sisi hizo nguvu. Kwamba huko mbinguni hiyo Roho Mtakatifu yupo na huko duniani yupo. Uliza swali vizuri sikuelewa. Ninachomaanisha kwamba nasema Roho Mtakatifu ni nguvu. Nguvu za Mungu, sehemu ya nguvu za Mungu. Sasa hiyo sehemu si maana yake ipo huko duniani na mbinguni ipo. Hiyo sehemu ambayo ni nguvu za Mungu iko hapa duniani, hayapanda mbinguni. Inaendaka mbinguni kubeba tu maombi yetu. Waroma 8:26. Okay. Ina uwezo wa kutoka hapa inaenda mbinguni na inakurudia tena, lakini inakaa ndani mwetu, hayamaliza kazi. Okay. Ndio. Warumi 8:26. Na Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10 utapasoma pale. Sawa, Warumi 8 mstari wa 26 anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamka. Unasikia? Ana kazi ya kutuombea kwa nani? Kwa mimi ndiye anapeleka maombi yetu mbinguni. Na anapopeleka maombi yetu mbinguni, Wakorintho wa kwanza 2:10, anaenda ingia ndani ya Mungu kwa sababu yeye ni sehemu ya nguvu zake. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10. Mstari wa 10 anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho uchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Wakati gani Roho anachunguza yote? Na wakati anapeleka maombi yetu kwa Mungu. Okay. Ndio anaingia ndani ya Mungu kwa sababu Mungu ni Roho, yeye anaingia tu ndani ya. Naye ni Roho. Ndio maana inaitwa nafsi.
Lakini Yesu sio nafsi sawasawa na Mungu Baba, sio nafsi sawasawa na Mungu Roho Mtakatifu. Maanake Mungu akiwa na Roho Mtakatifu anakuwa na nafsi mbili. Ni sehemu ya nafsi yake. Ni sehemu ya nafsi yake. Sasa nafsi si zipo 3 jumla? Ziko ngapi? 3 jumla. Kama vile sisi hapa tuko na nafsi ngapi? Tuko na nafsi 2. Ndio. Niko na nafsi ile niliombiwa nayo na nafsi ambayo nilipokea Roho Mtakatifu. Okay. Ndio. Lakini sasa Mungu sake ni sehemu yake ya nafsi. Inarudia tu mle ni nafsi. Sawa. Okay. Yaani sasa basi hapo manake kuna nafsi mbili, ila nafsi moja ya Mungu huwa inajigawa. Manake kuna nafsi mbili ya Yesu Kristo na ya Mungu mwenyewe ambayo huwa inajigawa. Unaenda vibaya. Yesu Kristo sio nafsi. Yesu Kristo sio nafsi. Roho Mtakatifu ndio nafsi. Kwa hiyo hakuna nafsi 3. Ziko nafsi 3. Fuata vizuri. Ziko nafsi 3. Hizo nafsi 3. Nafsi ya kwanza ni Mungu Baba. Nafsi ya pili ni Mungu Mwana. Nafsi ya tatu ni Mungu Roho Mtakatifu. Yesu naye ni nafsi. Yesu naye ni nafsi. Sasa unafsi wa binapishana. Okay. Na uzungumzia kwenye nafsi. Kwamba Yesu naye ni nafsi, Roho Mtakatifu naye ni nafsi na Baba naye ni nafsi. Yeah. Lakini tena hapo kwa hiyo Baba manake yule Roho Mtakatifu akirudi huwa anakuwa na nafsi mbili. Si nikwambia kwamba Baba ni nafsi na Roho Mtakatifu ni nafsi. Yeah. Anaporudia kwa Baba ni kiungo, ni sehemu ya ile nafsi. Ni sehemu ya ile nafsi alitoa. Okay. Na nielewa. Some kwanza Isaya 42 mstari wa kwanza. Lakini tunaelewa tatizo langu ni kuhusiana na hiyo. Ndio, twende pale tutapata jibu. Sawa. Isaya 42 mstari wa kwanza. Isaya 42 mstari wa kwanza. Sawa. Mstari wa kwanza anasema, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimemtia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hapo unasikia anazungumza maneno ngapi? Hapa amesema mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimemtia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Nafsi ya nani ilipendezwa naye? Mungu kwanza pekee ni nafsi, anaonyesha kama iko na nafsi. Tena roho yake inafanya roho yake imependezwa na huyo mtumishi. Na ametoa roho yake ameweka ndani yake huyo mtumishi. Nimetia roho yangu juu yake. Maana yake iko na nini sasa? Yeye pekee Mungu ni roho, tena Mungu ni nafsi. Okay. Unasikia? Mbona unaponaambia nafsi, nafsi tekali roho. Sawa. Ndio maana inaitwa Roho Mtakatifu. Okay. So unaponaambia kama Mungu ana roho mbili, ana nafsi mbili, maana yake iko na roho mbili. Okay. Iko na roho, yeye pekee ni roho, kisha tena kuna kiongezeka tena Roho Mtakatifu. Ndio maana nilikuwa kuambia pana Roho Mtakatifu ni sehemu ya ile nafsi ambayo ni roho, ni sehemu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu naye ni nafsi, si nafsi? Ni nafsi. Maana yake nini? Nileta andiko inakuonyesha kama nafsi ete gali Roho Mtakatifu. Yaani ni kwamba ninachozungumza kwamba kuna nafsi 3. Ama kuna roho 3. Okay. Kuna roho 3. Mungu ni roho, tena Mungu ni nafsi. Ni Kiswahili ndio kinapishana. Sasa hapa tunazungumzia Utatu Mtakatifu, na huo Utatu Mtakatifu maana yake si nafsi ambazo ni nafsi za Mungu. Sasa kama tunasema nafsi 3 za Mungu, hakuna roho 3 za Mungu. Ni sawa, uko kwenye roho wala sina shida nako. Shida yangu mimi ni nafsi, kwamba ikienda inabaki nafsi ya kipekee yake, au inaungana na Baba inakuwa nafsi moja, au inaingia ndani ya Baba anakuwa Baba mwenye nafsi mbili. Tunaona kwamba Mungu ni nafsi. Ndiyo. Kisha akatoa roho yake akaweka ndani ya mtumishi wake Yesu. Tunaona tena Mungu ni roho. Na alisema siku za mwisho, Yoeli 2:28. Anasema siku za mwisho nitamwanga roho wangu kwa watu wote. Uko mbali. Ufuate kwanza kwenye naenda. Nitamwanga roho wangu kwa watu wote. Huyo roho alimwanga ni roho. Si ndio Roho Mtakatifu ambaye tunazungumza kama ni nafsi. Huyo Roho Mtakatifu anaporudia kwenda kwa Mungu, anaenda ingia ndani ya ule roho kubwa. Sasa swali liko hapa, je, nafsi ziko 2 au 3? Au ziko 3? Ndio. Yesu yuko na yake nafsi ambayo ni roho, Mungu yuko na yake nafsi, na Roho Mtakatifu ni nafsi. Kwa hiyo nafsi ni sehemu ya nafsi ya Mungu. Ukisema ni sehemu ya nafsi, maana yake kirudi inaunganika tu, inaendelea, hakui tena kuna nafsi nyingine. Si ndio akishaingia ndani yake ni ile tu moja. Maana yake sasa zinabaki nafsi 2 ambayo baba tabaki na mwana tabaki. Zinabaki nafsi hizi 2 ambazo zinavala mwili. Zinaonekana, ukienda kwa mgusa hivi na unaigusa. Nafsi ambayo ni Mungu Baba tutaiona na utaigusa. Nafsi ambayo ni Mungu Mwana tutaiona na tutaigusa. Lakini nafsi ambayo ni Roho Mtakatifu tutaiona. Okay. Ndio maana niko nataka nikueleweshe pale kama neno nafsi na roho ni kitu tu kimoja. Wala si huko si shida sana. Yaani shida ni hapa. Kuna nafsi 3 au kuna nafsi 2. Na kama sehemu ya nafsi ya Mungu
Ndio hiyo inakuja kwenye Roho Mtakatifu. Maana yake si ni yeye mwenyewe tuseme anakuwa amekuja yeye mwenyewe, kwa kuwa ile nafsi haijitegemei. Yaani ni sehemu yake tofauti na Yesu ambaye nafsi yake inakaa kabisa pembeni. Ila ile ni sehemu tu kwamba kiasi kwamba hata akirudi kule anabaki tu pale pale, kwamba inabaki ile nafsi moja ya yeye mwenyewe Mungu. Yeye mwenyewe Mungu katika kitabu cha Yohana 2:28 anasema siku za mwisho nitamwanga roho wangu kwa watu wote. Alimwanga wakati wa Pentecost. Sio wakati andiko lilitimia. Ndio. Na tukapokea ule roho ambaye alisema atamwanga. Lakini yeye alibaki wapi? Mpaka sasa anaketi mbinguni kwenye kiti chake cha enzi. Okay. Nani yuko hapa duniani? Ndani mwangu mko nani? Mko ile nguvu ambayo ni nafsi, Roho Mtakatifu kwa ndani mwangu ambayo inamwakilisha yeye ndani mwangu. Lakini yeye peke yake iko mbinguni anaketi kwenye kiti cha enzi. Okay. Ujue ninavyochukulia Roho Mtakatifu anachukulia kama nuru. Yaani kwa mfano mimi ndo mwenye mwanga, Baba manake ndo mwenye huo mwanga. Akaamua kunurulisha kwa watu wengine, kupeleka hivyo. Manake na kwake nayo inakuepo. Yaani ule mwanga kwa mfano mwanga wa tochi mimi nakumulika kwao, naumulika hata watu 5 huko. Wote ule mwanga unawafikia, lakini sio kwamba kwangu ule mwanga umetoka na kwangu bado upo. Ndio kisi Mungu. Sasa tukisema hivyo, tukisema ule mwanga umekuja kwako mbinguni haupo, ile roho imekuja huko mbinguni haipo, maana yake inakuwa imekata. Sijui kama si kwamba sasa hivi tunavyoongea nafsi mbili zipo mbinguni, moja ipo huku. Nafsi mbili ziko mbinguni, moja iko huku. Hii yenyewe iko huku, siku itakarudia mbinguni. Haitaenda ikala kukiti kama vile nafsi mwane na ikala kukiti. Okay. Itaenda ingia ndani ya nafsi ambayo ni Mungu Baba, ambayo ndio ilitoka hapo sehemu yake. Inarudia tena pale kulitokea. Okay. Unanielewa? Ndio, nakuelewa kwa mbali. Ndio. Nakuelewa kwa mbali. Soma kwanza Yoeli 2:28. Itafafanua kweli huu utata ambao unaupata. Ndio ile kwa hakuna shida. Pale inaeleweka iko wazi. Sawa, Yoeli. Na hata Wakorintho wa pili tunasoma, Wakorintho wa kwanza 2:10. Yoeli 2:28. 28 inasema hata itakuwa baada ya hayo kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Na wana wenu wa kiume na wa kike watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataota maono. Unasikia? Okay. Na narudisha kuombaji, labda ndio nielewe. Naona kama vile wanielewa. Yaani sijaelewa kwa nini umenipa ili andiko, kwa sababu ili andiko mimi kwangu halina utata hata kidogo. Mungu kumwaga roho wake mimi sina utata hata kidogo. Yaani sioni shida. Sasa ndio maana naona kama sio hili hasa nilokuwa nauliza. Asante sana msikilizaji. Kwa hiyo basi nataka nikuelezee kwamba hivi niko hapa nimeumbwa na Mungu. Ndio. Na nilipoumbwa na Mungu, Mungu alipulizia nafsi yake ndani mwangu. Ndio. Kabla sijamwamini Kristo, ile nafsi ambayo niliumbwa nayo iko ndani mwangu. Ndio. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, nikapokea nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu. Sawa. Hapa niko na nafsi hizi mbili. Na ninapokufa nafsi moja itarizi mbingu, na nafsi nyingine ambayo ni Roho Mtakatifu atarudia kule kwenye alitoka kwa Mungu. Okay. Unanielewa sasa? Ndio. Hapa niko na nafsi ngapi? Mbili. Nafsi ambayo ni mimi mwenyewe, ambaye nilifiliwa na Yesu, ambaye nikikufa saa hii sitaenda, ile nafsi yangu haitaenda moto mjehanamu, itaenda mbinguni, itaenda muona Mungu, itaenda kumuona Yesu. Na nafsi ambayo nilipokea baada ya kumwamini Yesu Kristo ambayo ni Roho Mtakatifu, wakati itakaporudia mbinguni, itaenda ingia ndani ya Yesu. Haitaikala pamoja na nafsi yangu. Unanielewa? Unanielewa sasa kwa sababu gani? Unielewe kwamba nafsi ambayo ni Roho Mtakatifu ni sehemu ya nafsi ya Mungu alitoa, akatupatia ili kwamba tuwezeshe kufanya hii kazi. Itakapomaliza kazi itarudia mbinguni, itaenda ingia ndani ya Mungu. Lakini Yesu wakati alipomaliza kazi, hakwenda kuingia ndani ya Mungu, aliketi kwenye kiti. Uone tofauti. Okay. Sawa? Na hii nafsi ambayo ni Roho Mtakatifu haigusiwi na mikono, lakini Mungu tutamgusa na tutamuona, na atatuandika majina yetu hapa kitabu cha Ufunuo 2:22 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Tutamuona wazi kwa wazi. Lakini Roho Mtakatifu ambayo ni nafsi ya sehemu ya Mungu hatutaiona na ionekanaje kwa macho. Okay, huko kote. Yaani mimi swali langu ni Roho Mtakatifu ni nafsi kama ulivyosema. Ndio. Maana yake kama ni nafsi inajitegemea, haijitegemei, si ndio? Ndio. Ikiwa kule mbinguni haijitegemei. Maana yake basi sasa tutoke kwenye kule kwamba habari ya Utatu Mtakatifu ni kwamba nafsi zipo mbili. Ndio, nafsi ziko mbili. Wapi? Mbinguni. Ndio. Yaani inamaanisha hata sisi huku. Yaani maana yake nafsi tunazotegemea ni zile mbili, sio kwamba kuna nafsi tatu. Hapa duniani tuko na nafsi moja ambayo inatuchunga, ni Roho Mtakatifu. Haya, sasa basi narudi tena kwenye hilo hayo maelezo yako. Tukisema hivyo kwamba ile nafsi ya tatu ambayo ndio hiyo Roho Mtakatifu ina kwa Baba kule sasa hivi tunavyoongea haipo. Haipo kivipi wakati ni nguvu tu? Yaani si kitu cha kusema cha kushika. Ni nguvu tu, ni sawa na jua linavyowaka. Eti kwa kuwa linawaka huku, basi huko juu liwe halipo. Wakati tayari limeshawaka, maana yake huko linakotoka si ndio tayari lipo hivyo hivyo. Roho Mtakatifu mbinguni haiko, iko hapa duniani. Okay. Sawa.
Huyu Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu iko hapa duniani, ndio kazi walimtuma hapa duniani. Hayarudiaka mbinguni. Anaendaka tu kupeleka maombi yetu, anaenda neno benye biko Mungu anatuletea, ndio kazi. Lakini siku atamaliza kazi, siku ya mwisho dunia inaisha, amaliza kazi, atarudia mbinguni, aenda ingia ndani ya Mungu. Na pale vile kutabakia nafsi hizi mbili. Ama tuseme mbingu mpya na dunia mpya. Mtaonekana nafsi hizi mbili. Nafsi ambayo ni Mungu Baba, nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu. Ndio maana nikwambia tusome kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 22 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Katikati ya njia yake kuu. Kwanza moja kusudi watu waelewe. Kisha kanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri. Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Katikati ya njia yake. Sasa kuhusiana na Roho Mtakatifu, ngoja wakati nitaendelea kusoma ile andiko. Ndio huyo Roho Mtakatifu huwa namuona kama hivi, huu mto ambao unatoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo, kwamba kule haukati. Yaani sio kwamba kwa sababu maji yametoka kule basi yamekuja huku basi kule hayapo. Yanaendelea kuja, ndio wanaona hivi kama huu mstari ulivyosema. Lakini ngoja niendelee sasa kusoma. Kisha kanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Katika njia yake kuu na upande huu na huu, kando ya ule mto ulikuwapo mti wa uzima uzao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Shuka. Wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani yake. Sawa. Na watumishi wake watamtumikia. Nao watamwona uso wake. Na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Nasikia. Njoo mwisho wa dunia, mbingu mpya na dunia mpya. Kwa nini nagusia kuleta hilo somo? Ndio hapo. Nimeleta hii verse kusudi kwamba uelewe kwamba hii nafsi ya tatu wakati tamaliza kazi kutoka hapa kwetu kwa dunia, irudie kule mbinguni. Itaenda kuingia ndani ya Mungu. Inapoingia ndani ya Mungu, utabakia tu nafsi hizi mbili. Hizi ziko mbili, kuna njoo zitabakia. Moja inaingia ndani ya nyingine. Okay. Lakini tena narudi hapo kwenye kitabu cha Yohana, inaonekana Yesu wakati anatuombea kuhusiana na Roho Mtakatifu. Akasema huyo Roho Mtakatifu atakuwa anatuunganisha sisi. Yaani sisi Kristo na Mungu tunakuwa tunaunganishwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sasa tukisema kule hayupo, maana yake sisi hatujaunganishwa na Mungu. Anatuunganisha kwa sababu sisi hatuyuko kuomba kisi ipasavyo. Ndio pale tulisoma kitabu cha Waroma 8:26. Inasema hatujui kuomba kisi ipasavyo. Roho Mtakatifu anatuombea kwa kuugua. Yeye ndiye anafanyaga maombi yetu iwe na thamani mbele za Mungu na anaipeleka. Ndio ile unganisho anafanya. Ndio. Ninachozungumza ni hivi. Wakati mimi ninawaza manake nawaza labda nataka kuomba kuhusiana na Yesu. Yesu ananiombea kwa Baba. Anayetuunganisha ili nimfikie Yesu ni Roho Mtakatifu. Mpaka kumfikia Baba anayetuunganisha. Yaani mimi, Yesu na Mungu tunaunganishwa na Roho Mtakatifu. Ndio tunaunganishwa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana alituachia naye hapa. Kwanza anatuongoza, kisha tena anatufanya tuungane na Yesu, tuungane na Mungu Mtakatifu. Sasa picha ambayo huwa naipata mimi binafsi, sasa acha hayo mafundisho. Picha ambayo huwa naipata ni kwamba kama tumeunganishwa, yani sio kwamba sasa imekatika. Yani tuseme kama tumeunganishwa na kamba, ni kama tumefungwa na kamba. Si kwamba sasa huyo Roho Mtakatifu akiwa kwangu, eti muda huo kwa Yesu hayupo. Akiwa kwa Yesu muda huo kwa Baba hayupo. Hapana, yani maana yake tukiwa tumeunganishwa moja kwa moja kama tu umeme unavyokuwa unawaka. Sasa Yesu ataenda kwa tena na Roho Mtakatifu namna gani? Si ndio huyo Roho Mtakatifu ndio anakuwa ametuunganisha kwake sisi? Au maana yake huyo Roho Mtakatifu anavyokuwa ametuunganisha hawi kwa Yesu? Roho Mtakatifu hawezi kuwa kwa Yesu. Yeye Yesu alipewa mamlaka, utukufu na ufalme. Roho Mtakatifu yeye ametoka ndani ya Mungu akatutumia naye hapa duniani kusudi tuwezeshe kufanya kazi ya Mungu. Inamaanisha kwa mfano tungekuwa tunasema damu, mshipa wangu wewe ndio unanipa mimi damu. Ndio. Mshipa wangu si tukatumia mrija. Si maana yake mrija tunaunganisha na kwako. Hiyo ile damu ndio inakuwa inapita inakuja kwangu. Maana yake ile damu inatuunganisha mimi na wewe. Hiyo naenda ni kimwili, sio hivyo. Sasa sijazungumzia, ndio nimesema hivyo ili uelewe ninachomaanisha nini ninavyosema huu mtazamo wangu. Ndio. Mtazamo kuhusiana na kwamba Roho Mtakatifu yupo kwangu, yupo kwa Yesu na yupo kwa Baba. Roho Mtakatifu haiko kwa Baba na yuko kwa Yesu. Roho Mtakatifu kwa hapa duniani. Yesu anasema sitawaacha mayatima, nitawatumia msaidizi. Sasa atatumia msaidizi sana baketi tena naye. Sasa manake huyo Roho kama ndio yupo kwangu, alafu kwa Yesu hayupo, manake ni kama physical kwamba ili akiwa ameenda kwa Yesu kwangu anakuwa hayupo. Au manake akitoka kwa Yesu akaja kwangu, kwa Yesu hayupo. Akitoka kwangu akiwa sasa ameenda kunifanyia labda maombi kwa Yesu, manake kwangu kwa mdao hayupo. Yeye anapotoka kwenda kufanya maombi, ndio kwangu anakuwa hayupo. Si ni nguvu za kiroho.
anakuwa yupo na kwangu wakati yupo tena anafanya maombi kwa Baba. Yeye anafanya ile connection hii kule kupatanisha na nani? Na Mungu. Na maombi yetu yanaipatanisha na Mungu. Okay. Sio kusema kwamba anaendaka na ikala kwanza kule unabakia hapa pasipo yeye. Ni nguvu. Biblia inasema ni nguvu za utendaji kazi. Sijui unaelewa shida yangu ilipo? Shida yako unapenda ni unaikamata kama vile mtu. Hivi ni nafsi. Mimi sikamati kama mtu. Na kamata kama, ndio maana nimesema nakamata kama jua. Unaikata kama sio kama jua. Yaani unamaanisha kama mwanga na jua kwamba ukiwa yaani tuseme tumeunganishwa kama au tuseme tumetobolewa na mkuki. Mimi, Yesu na Mungu. Ule mkuki ukiwa kwangu upo kwa Yesu na upo kwa Mungu vile vile. Sio kwamba inatakiwa utoke kwangu uende kwa yule, alafu utoke kwa yule uende tena kwa mwingine. Sasa haiko kwa hivyo. Roho Mtakatifu. Sasa basi tuseme huo utendaji wa Roho Mtakatifu wa kutoka kwangu kwa Yesu na kwa Mungu na kwa. Ulianzia kwanza kwa nani? Yaani nazungumzia kwa leo. Sasa hivi Roho Mtakatifu sana anatenda kazi wakati tupo hapa. Sasa nataka muunganiko wake wa kutoka kwangu kwa Yesu na kwa Mungu. Yes, yeye anatufanya muunganiko yenye tuko nazungumzia. Yeye ndio anatufanya kama ionekane kwamba Yesu na Mungu wako pamoja na sie. Kwa kufanyaje yani? Kwa kutuwezesha kufanya kazi zake. Kwa kutusaidia watu tunapoomba tunapata jibu ya maombi. Tunapoombea watu miujiza inaonekana ni kupitia yeye. Ile inawakilisha kwamba ijapokuwa Yesu aliendaka mbinguni na ijapokuwa Mungu yuko mbinguni, kupitia ile miujiza iko inafanyika. Inaonekana kama Mungu ijapokuwa yuko mbinguni, bali yuko karibu yetu kupitia hizo nguvu alitupatia. Yaani hiyo nafsi ambayo ni Roho Mtakatifu. Ndio muunganisho huo. Sana kanda ni mwetu na natenda kazi ndani mwetu. Unapotamka jina la Yesu, pepo toka kwa jina la Yesu. Sio Yesu ndiye anafuza pepo. Ni zile nguvu ni kwenda ni mwetu. Okay. Ndio tunafanya kazi. Sasa kupitia ile kazi yenye anafanya sie ndio tunajua kumbe Yesu yuko pamoja na sisi. Yeye Yesu anakuwa anajua muda wao wakati Roho Mtakatifu anatenda. Ndio, sana yua, si alimtuma. Yeye alimtuma katende. Kwa muda ule anavyotenda anakuwa anajua sasa hivi Roho. Ndio, kwa sababu tulichanga na jina lake Yesu. Okay. Unapotamka Yesu, connection mara moja inaingia. Okay. Wote wawili wanafanya kazi. Sasa unapofanya kazi ya muujiza tunaona magonjwa yanatoka, pepo zinaongea, maana tunaona kumbe Yesu mweniliita yuko pamoja na mimi. Lakini haiko yesema pamoja na sisi Yesu yuko hapa. Yesu yuko mbinguni anaketi kwa kiti chake cha enzi, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani mwetu, inawakilisha Yesu, inawakilisha Mungu. Okay. Hapa duniani hatuna Mungu na hatuna Yesu. Bako wapi? Bako mbinguni mmoja kuketi kiti cha enzi, mwingine kiti cha rehema. Okay. Lakini tunapofanya kazi tunaona matokeo ya ile kazi. Tunabaona wote wawili. Ndio maana alisema sehemu kiniamini na kunitumikia, mimi na babangu nitakaa ndani mwenu. Yesu ni kweli anakaa ndani mwetu. Okay. Habako ndani mwetu ni kupitia sasa hiyo Roho Mtakatifu. Hiyo nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu. Nataka nisome tena hii. Nami utukufu huu ule ulionipa nimewapa wao ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Sasa hapa kwenye huu mstari wa kwamba 23. Okay. Mimi ndani Yohana 17:23. Ndio. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu. Kwamba Yesu yupo ndani yetu. Alafu Mungu yupo ndani ya Yesu. Na sisi tupo ndani ya Yesu. Hiki kilichotuunganisha ni nini? Mimi ndo napataga picha kwamba tumeunganishwa na Roho Mtakatifu ambaye yeye kwa Yesu hajatoka, kwa Mungu hajatoka, na kwetu hajatoka wote, yani wote kwamba tupo wote watatu ni kwa sababu ya huyo Roho Mtakatifu, si kwamba huyo Roho Mtakatifu ni kitu kingine. Ni kweli unazungumza, ni kweli. Wakorintho wa kwanza 5:19. Okay. Tuone kwanza kama Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Okay. Sasa ukisema hiyo niliyozungumza ni kweli, maana yake Roho na mbinguni yupo. Yupo, sasa imetumwa hapa. Yaani ambapo yupo Yesu. Kwa sababu Yesu yupo ndani ya Mungu, Mungu yupo ndani ya Yesu, Yesu yupo ndani ya sisi, sisi tupo ndani ya Yesu. Maana yake huyo Roho ambaye ametuunganisha mpaka tuone wote tupo pamoja, maana yake na huko mbinguni yupo. Kuna kitu nataka kufundisha. Okay. Kuna kitu nataka kufundisha kupitiana kuhusu huyo Roho Mtakatifu. Ndio maana kupatia hiyo verse. Sawa. Wakorintho wa 2:5-19. Kuna kitu nataka kufundisha hapo. Wakorintho wa 2:5. 19. 19 anasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Nasikia, ni kweli Mungu alikuwa ndani ya Kristo? Si ndio, Mungu yuko ndani ya Kristo. Mbinguni kuliwakia nani? Yaani tunajua kwamba sio kwamba akiwa ndani ya Kristo ndio anakuwa hayuko. Kuna fundisho nataka kufundisha hapo. Okay. Ile kusema kama Mungu alikuwa ndani ya Kristo inamaanisha kwamba wakati Kristo anabatiziwa, si Roho Mtakatifu alitoka mbinguni akaingia ndani ya Kristo? Okay. Akamwisha kwanza kufanya kazi. Okay. Unanielewa? Ndio. Ndiye alimcha nguvu. Ndio. Unanielewa? Ndio. Sawa. Wakati sasa anapata wanafunzi, yeye Yesu
anapata wanafunzi. Sasa hapo kwanza kwenye swali kabla tujafika kwa wanafunzi. Okay. Roho Mtakatifu aliingia kwa Yesu. Okay, ikamwezesha kufanya kazi. Ikamwezesha kufanya kazi. Maana yake Roho Mtakatifu pale alikuwa ametoka mbinguni. Alikuwa anatoka mbinguni. Sasa alitoka kama vile maana yake Yesu sasa wakawa na Roho Mtakatifu mbinguni, akawepo Mungu peke yake. Akabaki Mungu peke yake. Sio kwamba Yesu alikuwepo Mungu na Roho Mtakatifu alikuwa mbinguni. Mungu alibaki mbinguni. Roho Mtakatifu akashuka ndani mwake, ikimaanisha kwamba ni presence ya Mungu ndani ya Yesu. Ndio maana andiko nasema sasa Mungu alikuwa ndani ya Kristo ili kupatanisha ulimwengu na dhambi. Ndio nakuuliza swali, japokuwa nakuuliza swali. Je, Mungu alikuwa ndani ya Kristo? Ni kwa sababu ni sehemu ya kupitia sehemu ya roho yake alitoa akapitia ndani ya Yesu. Ni zile nguvu alimtia ndani ya Yesu kusudi muwezeshe kufanya kazi zake. Ndio sasa ndo na mimi kwa sababu ninachouliza ni kuhusiana na vile vitu vitatu. Kama Roho Mtakatifu alikuwa ameingia ndani ya Kristo, maana yake kule Baba alibaki peke yake bila Roho Mtakatifu? Baba alibaki peke yake kule kama vile Roho. Sasa Roho naye alitoka lini ulimwenguni mpaka Yesu akasema inatakiwa aondoke yeye ili kwamba huyo Roho ndo aje? Kabla Yesu ya kwenda mbinguni. Ndiyo. Wanafunzi wake walipokea Roho kabla yapokea Roho Mtakatifu ule wa ahadi. Okay. Tusome kitabu cha Yohana. Yohana 20 mstari wa 22. Yohana 20. Ndio maana Yesu alipokeza wanafunzi wake ule Roho. Ule alikuwa ndani mwake akawapatia wanafunzi. Yohana 22. Mstari wa 22 anasema, naye akiisha kusema hayo akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Alitokea wapi? Ni ule wa ahadi. Okay. Ni yule alikuwa ndani mwake ndiye alipatia wanafunzi wake. Akawaambia sasa ijapokuwa hiyo mshakuwa na Roho Mtakatifu, lakini chochote mtakapofunga duniani kitafungiwa. Kitafunga duniani kitafungiwa. Kitafunga mbinguni kitafungiwa. Lakini mwende sasa ule wa ahadi. Ule ambao Baba alisema. Ndio wakaenda sasa mule nyumba ya mama Marko, wakafanya siku 10, ndio wakapokea sasa ule sasa mwenyewe wa ahadi. Okay. Unaelewa sasa wanafunzi basi walipokea Roho aina ngapi? 2. Mimi hapa nikiniambia Roho Mtakatifu naona ni Roho Mtakatifu tu. Ni nguvu za utendaji kazi. Ndio hata Yesu mwenyewe alisema mtapokea nguvu atakapojaa Roho Mtakatifu. Okay. Sio mtu, ijapokuwa ni nafsi lakini sehemu ya nafsi. Wewe unaona kama naenda tofauti. Ninavyozungumzia nimesema walipokea Roho Mtakatifu. Yaani nikisema ni Roho Mtakatifu na maanisha si kwamba walivyokuja wakipokea Roho Mtakatifu kuna Roho Mtakatifu ambaye yupo tofauti au basi wakimpokea mwingine wanakuwa na Roho Watakatifu wawili. Wanafunzi wa Yesu walipokea aina mbili za Roho Mtakatifu. Okay. Walipokea ule wa uvuvio, wakapokea na ule wa Pentecost. Okay. Lakini ni Roho huyu. Ni Roho yule mmoja. Ni yule mmoja. Sasa ule aliyetangulia ni wa wapi? Ni yule ambaye Mungu alikuwa ndani ya Kristo kupatanisha ulimwengu na dhambi. Ambaye alimwezesha Kristo kufanya kazi kwa muda wa miaka 3.5. Sasa Kristo mbele aende, kazi inaisha. Akaona hata enda naye mbinguni. Akaacha na papachia wanafunzi wake. Kwa ile yenye alipokea yeye, akaacha na wapokeza. Lakini japokuwa na wapokeza huyu, hayatosha. Mungu wale sasa ule mwingine Baba naye aliahidia naye akuye. Okay. Ndio akapokea sasa. Mpaka hivi Kristo hana Roho Mtakatifu kule mbinguni. Na Mungu hana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwa hapa duniani. Sio atamaliza kazi, ndio atarudia kule, ataenda ingia ndani ya Mungu. Okay. Ndio hili. Sasa kwa wale wanaosema kwamba Mungu ni roho, utata kwenye huko mtangazaji wangu. Utata kwenye huko kwa walimu wengi na kwa wachungaji wengi na kwa wenye kufundisha ile kukatala kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu hakuna. Ile ndio inafanya watu waonekane kwamba utatu takatifu hakuna. Okay. Lakini kama yenye inawashangaza ba Mungu bako naona sasa vile ba Mungu ni batatu. Mimi nabavuruka ni nini? Jina. Na ndio maana kwa mafundisho yetu ya kwanza tulidefinire jina la Mungu. Sawa. Jina la Mungu kama Yesu analivala, kama Mungu analivala, kama Roho Mtakatifu analivala. Ni jina la kazi lisiokuwa na maana. Kama vile na mimi nilisema niko Mungu. Hata wewe uko Mungu. Shetani nasi ni Mungu. Tulisoma maandiko kwa ile somo lilipita. Wakorintho wa 2:4. Tulisoma ile andiko. Lakini tukisema mimi ni Mungu au wewe ni Mungu, itakuwa tofauti kidogo. Unajua kwa nini? Kwa sababu unakuwa na uwezo wa kuchukua roho. Wewe unaweza labda kuzaa mtoto lakini huwezi hata kuchukua roho yake. Huna uwezo huo. Sina ile uwezo. Lakini kwa sababu mimi nimemweka hapa chini ya jua, niko Mungu wake hapa chini ya jua. Na maandiko yananishuhudia. Okay. Ndio. Sasa vinavyovuruga wahubiri wengi na walimu wengi. Jina Mungu unapowaambia mbinguni kwa Mungu watatu. Banaona tu huyu njoo huyu, banaona tena huyu, banaona tena huyu. Bana sababu kama ile Mungu ule Mungu watatu ni nafsi ambayo inaingia ndani ya Mungu, nafsi ya kwanza ambayo ni Mungu Baba. Okay. Lakini ba Mungu wote wanachangia jina kwa sababu ya kazi. Lakini Mungu ni huyu mmoja ambaye jina lake ni Elohim, na Yesu naye ni Mungu lakini jina lake ni Yesu Kristo ambaye ni neno, na Roho Mtakatifu ni Mungu lakini ni nguvu za utendaji kazi za Mungu. Okay. Wanachangia tu jina Mungu lakini sio ba Mungu batatu. Hiyo ndio inasumbua wahubiri wengi na walimu wengi.
Wanaposikia jina Mungu, mbinguni kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu bangake ba Mungu ni bako batatu. Bo mimi nasema Mungu bako batano. Bale bawili bakesa bapingi kama Mungu bako batano. Ni jina, sio kwa maanisha kwamba nafsi tano zote ndio Mungu. Okay. Ni nafsi tatu ambazo zinachangia tu jina kwa ajili ya kazi. Kwani jina lenyewe Mungu maana yake nini? Mungu maana yake ni jina la utendaji kazi, ni nguvu za uumbaji. Yaani maana ya neno Mungu. Tusome Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 27. Ni jina la utendaji kazi. Okay. Sio kitu cha maana sana cha kushikilia, sio kitu cha maajabu sana. Kutoka 33:27. Sawa, mstari wa 27 anasema hivi. Kutoka 33 kutoka imeishia hiyo nani? Kumbukumbu la Torati, samahani. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Deuteronomy 33. Okay. Mstari wa 27. Mungu wa milele ndiye makazi yako. Ndiye makazi yako. Na mikono ya milele i chini yako. Unasikia? Na mbele yako amemsukumia mbali adui akasema angamiza. Angamiza. Mungu wa milele ndiye makazi. Jina Mungu ni jina la kazi. Ndio maana Roho Mtakatifu analivala, ndio maana Yesu Kristo analivala, ndio maana Mungu Elohim analivala. Sio jina la maajabu. Makazi manake ni nyumba. Kazi ya mikono. Hii iliandikwa hapa manake nyumba. Nyumba ndio makazi. Au makao. Makao. Ndio. Makazi manake makao. Makao, na makao yake silikuwa milele ndiko alianzia kazi. Yaani hii makazi hapa si tuseme nini? Si kazi. Si kazi. Ni nyumba. Ni nyumba. Ndio. Maana jina Mungu, jina Mungu wa milele ndiye makazi yako. Yaani ni sehemu yako ya kukaa. Ya kukaa. Milele. Na Mungu wa milele ndiko alianzia kazi. Lakini hii kazi hapo sije kaichukulia hivyo. Ndio. Okay. Jina Mungu wa milele ndiye makazi yako, manake Mungu wa milele ndiyo nyumba yako, ndiye makao yako. Milele ndio kwenye alikuwa naikala. Ndio si andiko nasema. Andiko naonesha kama milele ndio makao yako. Basi sio hilo. Unganisha basi na Zaburi. Sawa. Yaani nilikuwa nazungumzia kwa hili hapa. Mungu wa milele ndiye makao yako, ndiyo makazi yako, na mikono ya milele i chini yako. Manake nini sasa? Kama Mungu wa milele ndio makao yako na mikono ndio nini sasa? Ya milele hii chini yako hapa. Manake nini sasa? Inamaanisha nini? Unaona iko na sense. Inamaanisha nani? Mikono na mikono ya milele hii chini yako. Manake nini sasa? Mikono ya milele itakuwa chini yake wapi? Sijui wapi. Mungu. Labda ungeangalia ngine Kiswahili kizuri hapo ama Kiingereza. Hiyo neno hapo usome. Yaani neno yenyewe naelewa maana yake. Kwamba akisema ipo chini yake maana yake ipo chini yangu. Mikono ya milele, maana yake mikono yake Mungu ambayo yeye ndo ananibeba. Hii chini yangu ndani yake ndo makazi yake. Wewe ulikuwa milele. Mikono ya milele ya kwake yeye. Mimi ni makazi yangu. Mungu wa milele ndiye makazi yako. Mungu wa milele ndiyo makazi yangu. Wewe mikono ya milele iko chini yako. Maana yake ndio imenibeba mimi. Chini yake, hapana chini yako wewe. Chini yako wewe ulikuwa milele. Si anasema hapa huyu anayeambiwa yako ni nani? Huyu yako ni nani? Si Mungu. Hiyo yako anaambiwa basi ngoja inaendelea. Okay. Na mbele yako anza Mwanzo 30:27. Anasema hivi. Hapana anayefanana na Mungu. Yeshuruni. Hapana hapo. Hapana aliyefanana na Mungu. 27. Sawa, naendelea mpaka huko ili uelewe anachozungumzia hapa, naye sema yako hapa, hiyo yako si Mungu. 27. Mwanzo? Anza hapo 27 ndio teremke kule kwa. Sasa silitaka nikueleweshe hili kwa sababu hili neno naona kama kidogo linakuchanganya anaposema mikono ya milele ichi ni yako. Yako nani? Unasema yako Mungu. Sio yako Mungu, yako Yeshuruni. Yeshuruni. Hapa ngoja nikusomea hapa ili uelewe vizuri. Hapana anayefanana na Mungu Yeshuruni. Ajaye amepanda juu ya mbingu ili akusaidie na juu ya mawingu katika utukufu wake. Mungu wa milele ndiye makazi yako. Makazi yako wewe nani? Yeshuruni. Na mikono ya milele ichi ni yako. Ichi ni yako wewe nani? Yeshuruni. Na mbele yako amemsukumia mbali adui, akasema angamiza. Adui wa nani? Adui wa Yeshuruni. Ndio maana nilivyokuwa nasema yako maana yake mimi. Sasa ukasema wewe ndio ulikuwa milele, maana yake sio Mungu. Yaani yule Yeshuruni alikuwa anasema. Sasa andiko letu lilenga 27. Mungu wa milele 27. 27 hii hapa inasema Mungu wa milele ndiye makazi yako. Ile neno makazi. Ndio ulisema kwamba ni makao. Ndio ni kwa kuonyesha kwamba Mungu alikuwa anaishi milele. Ndio kwenye alianzia kazi. Okay. Tunafia nini? Tunafia jina Mungu. Okay. Maana yake nini? Jina la kazi. Na kazi yenyewe alianzia wapi? Milele. Yeye hana mwanzo na hana mwisho, lakini aliyekuwa na mwanzo ni Yesu Kristo. Mfano Magambo, jina Magambo lina maana. Ndio maneno.
Maana yake maneno. Yeah. Mungu maana yake ndio hicho hasa nilicholenga. Yeah. Maana ya neno Mungu ni nini? Maana yake Mungu maana yake jina la kazi. Yaani neno Mungu tafsiri yake jina la kazi. Kazi, jina la kazi. Kazi gani? Uumbaji. Okay. Kwa mfano Yesu, maana ya neno Yesu mkombozi ni Mungu anayeokoa. Yesu maana yake mkombozi, hapana Mungu aliyeokoa. Yesu maana yake mkombozi. Kristo maana yake mpakali wa mafuta. Ndio wakakamata wakasema. Alafu Mungu maana yake jina la kazi. Jina la kazi. Sio kwamba jina la Mungu ni jina la kazi. Jina la Mungu sio ndio jina lake hilo. Jina lake ni Elohim. Unapotamka Mungu maana yake tunaona. Yaani ninavyozungumzia maana ya maneno. Kwa mfano ukisema ugali nini nasema ni chakula. Ila nikisema Mungu ni nini? Alafu kasema Mungu maana yake jina la kazi. Kidogo inachanganya kwamba Mungu maana yake jina la kazi. Sasa utabidi niulize kazi gani? Uumbaji. Kwani ukisema magambo maana yake maneno, nitakuuliza maneno gani? Sisi sitakuuliza maneno gani? Na hata Mungu naye inawezekana kuna labda mimi nakosa tu. Inawezekana nitakuja kupata tafsiri ya neno Mungu. Na maana yake haitakuwa jina la kazi. Ni jina, hakuna lingine tafsiri utapata. Jina Mungu ni jina la uumbaji. Ndio, jina Mungu ni jina la uumbaji. Maana ya neno Mungu. Neno Mungu. Si uumbaji. Okay. Hakuna lingine tofauti na hapo. Okay. Ndio. Sasa kama Yesu anaitwa Mungu ni kwa sababu Mungu alimshirikisha mkazi ya uumbaji. Kama Roho Mtakatifu anaitwa Mungu ni kwa sababu naye alishiriki kazi ya uumbaji. Roho wa Mungu akatulea kwenye vilindi vya maji, akaanza kusema. Ayubu 33 mstari wa 4. Okay. Hata mimi sikuumbwa na Mungu, hata wewe ukuumbwa na Mungu. Okay. Sawa. Aliyetuumba sie wote, wanadamu wote waliumbwa na Roho wa Mungu. Soma ile andiko kusudi wasikilizaji wasikie, wanaotufuata watu kusudi waone kama ni kweli. Naona sio tunachofuatilia sana. Tunafuatilia kwa sababu kutata huko kwa jina la Mungu. Hakuna ba Mungu batatu mbinguni, njoo chanzo cha utatu utakatifu kukataliwa. Okay, Ayubu 33 mstari wa 4. Sawa, Ayubu 33 mstari wa 4 anasema, Roho ya Mungu imeniumba na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Unasikia, Roho wa Mungu aliniumba wakati gani? Mwanzo 1:2 Roho wa Mungu atule kwenye vilindi vya maji. Akaanza kusema, mwenye alikuwa anasema ni Roho wa Mungu, hapana Mungu. Roho yake ndiye alikuwa anasema. Pamoja na nani? Na Kristo. Yaani Yesu. Okay, sasa hapa kwa mfano ukisema wewe hujaumbwa na Mungu. Mimi nataka nitumie mifano ya kawaida ambayo watu wanaongea. Mtu anasema Mungu amenisaidia. Na mwingine akaja akakwambia Roho Mtakatifu amenisaidia. Mwingine akaja akakwambia Yesu amenisaidia. Utapata maana zote tofauti. Zote ndamuelewa huyo mtu, ndajua kama ni kazi au utendaji kazi iko nazungumza. Anapozungumza Roho Mtakatifu amenisaidia. Tunaona nguvu za utendaji kazi. Yesu amenisaidia. Tunaona ukombozi. Mungu amenisaidia. Tunaona muumbaji. Lakini sasa si ndio maana watu wanaokuja kusema Mungu ndo Yesu ndo Roho Mtakatifu ni kama wapo sawa, kwa sababu mtu akitamka kitu nikisema tu Roho Mtakatifu amenisaidia, wewe unajua kabisa huyo amesaidiwa na Mungu. Na kama unaposema kama Roho Mtakatifu amekusaidia, tunaona ile zile nguvu za utendaji kazi ambazo Mungu ametuma kwetu. Okay. Unaposema Yesu alinisaidia, tunaona mwana aliyetumwa na Baba. Okay. Unaposema Mungu amesaidia, tunaona mwe peke mwenye kazi ambaye amekusaidia. Sawa. Ndio sisi. Ziko nafsi tatu zinawakilisha kule mbinguni. Nafsi mbili ziko zinaketi kwenye kiti, moja kwenye kiti cha enzi, nyingine kwenye kiti cha rehema. Na nafsi ambayo haina kiti, ambayo ni Roho Mtakatifu kwa ndani mwetu. Hiyo sasa haiketi mbinguni. Ingali humu mwetu. Na siku itarudia mbinguni inaenda ingia mbaba. Tunaona kama mwisho wa dunia hapo tulisoma kitabu cha Ufunuo. 22 mstari wa 4. Nasema kwamba mbingu mpya na dunia mpya mtakuwa vitu viwili, kiti cha Mungu na cha mwana kondoo. Na watu watamuona, watumishi watamuona Mungu. Mungu yeye ijapokuwa ni roho tutamuona, lakini Roho Mtakatifu hatuwezi tukamuona. Okay. Haonekani. Sawa. Njoo ile. Ni nafsi tatu lakini mbili ndio zenye zinawakilisha kule mbinguni. Okay. Sasa wewe tunafia nini na wenzetu sasa kuhusu Utatu Mtakatifu? Tufanye conclusion. Ndio. Tunafia nini na wenzetu? Tunafia kwa sababu wao wanaposikia jina Mungu, kuna ba Mungu batatu mbinguni, banafikiri kwamba gisi na kuona we na mie tunaona na Roho Mtakatifu wote watatu. Kama bakikuwa wote kule mbinguni, batekala kubichi vitatu. Katika michoro wanavyochora wao wanachora njiwa, Mungu alafu na mwana. Asa njiwa kama banapoichora, njiwa inaweza kikala kupichi. Njiwa si haiko mtu, ni njiwa tu. Ni kwa mfano wa njiwa lakini sio njiwa. Ndio habari ile. Okay. Sawa. Ndio. Kufia kwa wenzetu tangu leo wenzetu wenyewe kukatala Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu huko na ule mtu anapokatala anafanya kufuru. Na katika uumbaji tumesema Mungu ndo wa kale zaidi. Yaani Mungu tuseme ndo wa tangu milele. Ndio. Yesu Kristo na mwanzo. Na huyu Roho Mtakatifu naye na Yesu Kristo nani ametangulia? Kati ya Roho Mtakatifu na Yesu Kristo aliyetangulia kuumbiwa
ni Yesu. Roho Mtakatifu hakuumbia kwa sababu alitoka ndani ya Mungu. Maana yake yeye alikuwepo tayari. Alikuwa iko tu ndani, alikuwa tu ndani ya Mungu. Yesu hakuwa ndani ya Mungu. Hajaumbwa. Hajaumbwa. Hawezi kaumbwa Roho Mtakatifu. Ataumbwa je? Nguvu zitaumbwa je? Okay. Watu waelewe kwamba jina Mungu lisisumbue, linasumbua wahubiri wengi sana, sana kabisa. Na kuko fundisho niko nakataza watu wasikuwa naita kama mimi Billy, Daktari Billy ni mtumishi wa Mungu. Si atakuwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ni huyu, ni mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Na sisi zote tunamwamini Yesu Kristo, tuko watumishi wa Kristo. Okay. Sasa wanaposikia Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wanaanza vile ni ba Mungu batatu, benye tukibeba viti vitatu watabikalia wote batatu. Hapana, ba Mungu ni batatu, ni nafsi tatu zinakilisha kule mbinguni, lakini nafsi mbili ambazo unaweza kaenda saa hii utaziona na utazigusa. Lakini nafsi ya tatu haigusiwi na haionekani puisque bana definire kwamba ni nguvu za utendaji kazi. Okay. Kwa hiyo mimi sijui kama hapo tunafia nini na wenzetu. Okay, hapo labda tumalizie tu kipindi chetu. Labda kama kuna neno ambalo tulikuwa tujaongea kuhusiana na huu Utatu Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Yesu Kristo na Mungu Baba. Ni onyo tu nataka nitoe onyo kwa wale wenzetu wenye kupinga Utatu Mtakatifu ama nafsi tatu, ni kuambia kwamba wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Hawataona mbingu. Okay. Kwa sababu hizo nafsi tatu zote zinajulikana. Yesu mwenyewe anasema katika kitabu cha Yohana, anasema kwamba kufuru lote mtakapotamka kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Na mtakapotamka kwa ajili ya Yesu. Lakini kwa ajili ya Roho Mtakatifu hamtasamehewa. Maana yake kwamba zile nafsi mbili zinajua hii nafsi ya tatu na wanaheshimiana mkazi. Sasa wewe mwanadamu ukiofika useme hapana, zile nafsi tatu, zile tatu ni kufuru, ni bongo, hazikuweko na wakati zinaandikwa Biblia. Ile ndio onyo kwa wahubiri, warudie kumsingi ya kimaandiko zile nafsi tatu. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8, kuna watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na watatu hao ni umoja, hapana mmoja, ni umoja. Haiko nafsi moja. Ni umoja kikazi, lakini ziko nafsi tatu na kila nafsi inajitegemea. Lakini tena hapo kuna ambao wanakubali hivyo, lakini wao wanasema kwamba nafsi zote zipo sawa. Haziko sawa, tulishaanza kuionyesha pale kwa mwanzo, haziko sawa. Iliyo kubwa zaidi wanakubali tena Utatu Mtakatifu, lakini wanasema kwamba Mwana, Baba na Roho Mtakatifu tena wapo pamoja. Unaona kama vile nilifuata fundisho moja la mtumishi mmoja, hata kana unaweza niruhusu kumtaja jina Ndasha. Alifundisha kwamba Yesu ametoka ndani ya Mungu. Ndio. Yesu ametoka ndani ya Mungu. Unasikia ile fundisho? Ndio. Roho Mtakatifu naye ametoka ndani ya Mungu. Roho Mtakatifu ile yeye mwenyewe huyo anafundisha tena kama Roho Mtakatifu anapoingia ndani, anapofunua mafumbo ya Mungu, anaingia ndani ya Mungu. Sasa huyo utamuelewesha kama baba wa Mungu watatu. Anapasha pinga tu. Kwa sababu kwani msingi wa imani yake kwanza pekee ni inaanza mubaya, na ndio maana hawezi kukubali Utatu Mtakatifu. Anapotamka kama Yesu ametoka ndani ya Mungu na Roho Mtakatifu atoka ndani ya Mungu. Na wakati Yesu sio roho, Yesu ni mtu. Yesu ni binadamu tangu mbinguni. Okay. Yesu aliumbiwa kutoka ndani ya Mungu. Aliyetoka ndani ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana iko na uwezo wa kuingia na kutoka. Lakini Yesu hana uwezo wa kuingia ndani ya Roho Mtakatifu. Sasa hivi kwa mbinguni kama angelikuwa na uwezo, angeingia ndani ya Mungu. Kwa nini aende ikale kwenye kiti? Anaonekana kwenye kiti kwa mkono wa kuume wa Mungu. Sawa. Njoo ile njoo kufuru kwa wale wenzetu, na waonya kwamba tangu leo wajue kwamba mbinguni kuko nafsi tatu, ambazo nafsi mbili tutaziona na tutazigusa, lakini nafsi moja ya tatu ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu haonekani kwa sababu yeye ametoka ndani ya Mungu. Lakini Yesu hakutoka ndani ya Mungu. Na hii ujumbe mfikie Ndasha. Asiwe anafundisha watu kwamba nafsi ambayo ni Mungu Mwana ametoka ndani ya Mungu Baba. Ni makufuru, na hiyo ni dhambi kwake, hataona Mungu. Kwa kutaka kujua kama ni kweli, waraka wa kwanza wa Yohana 5:9 kushuka. Mstari wa 9 anasema, kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa upatane kwa habari moja. Shuka. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Ndiyo. Kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanawe. Ndio. Shuka. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Hiyo ndio kufuru yao kwa hiyo. Hiyo ndio kufuru itawafanya wasiende mbinguni. Sisi tunaamini kwamba ile sauti iliyozungumza wakati Yesu alipobatizwa alikuwa ni Mungu ambaye ni Baba. Nafsi ambayo ni Mungu Baba ambaye ndio mkubwa. Ndio mwenye alikuwa tangu milele, hana mwanzo na hana mwisho. Mwanzilishi wa kazi, mwanzilishi wa uumbaji, mwanzilishi wa vitu vyote. Ndio maana Wakorintho wa kwanza 8:6 mpaka 7 inasema kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Ndio huyo. Lakini tena hapo nikirudi kwenye ile swala letu la kuhusiana na Mungu
Kristo na Roho Mtakatifu. Tukiangalia hao watatu washuhudiao kutoka huku duniani, mbona tunaona kama ni na wao tena hawajatengana, ni kitu kimoja? Kikazi. Na watatu hao ni umoja kikazi, hapana nafsi mmoja. Yaani watatu washuhudiao kutoka duniani naona kama ni mtu mmoja. Kuhusu duniani. Ndio. Maji, damu na roho. Ndio. Mbona hao tena naona wapo pamoja? Yaani ni mtu mmoja. Ni kiungo tu, mfano walileta. Ni kiungo tu kwa mfano kwa mwili mmoja. Lakini sasa kila kimoja kina kazi yake. Hivi maji kikauka, maana yake itakuwa na roho imekauka. Damu kikauka, maji itakuwa imekauka. Ile ni mfano tu walileta tu. Okay. Kuonesha tu maisha ya mwanadamu. Okay. Maana anasema kisha wako watatu washuhudiao duniani. Roho na maji na damu. Naona hivi vyote usipokuwa navyo tayari mwili hapa hauna kitu. Kama maji nakauka, damu sitabakia. Utakufa maji kisha. Utakufa lakini maji iko. Okay. Na mshipa ya damu sio ndio mshipa ya maji. Okay. Kila mtu uko na njia yake, lakini kazi wanasaidiana kwa kuleta uhai wa mwanadamu. Okay. Asante. Na Yesu naye vile vile wanasaidiana kikazi pamoja na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mtumishi wa Mungu na Yesu ni mtumishi wa Mungu. Lakini mwenye kazi yake ni Mungu ambaye ni Elohim, nafsi ambayo Mungu Baba jina lake ni Elohim. Sawa, tumekuwa na kipindi kirefu sana. Naomba kama tunakumalizia. Kwa kumalizia ni kwa nataka tunisalimie wale ambao wanafanya support kwa ajili yangu, wale ambao wananisupport. Kuko representant legal Medari Kazuba, anapatikana pa Uvira. Pastor Majaliwa anapatikana kwa kanisa la Metco Uvira. Basi misemu kutoka Lubumbashi, wao watu wamefanya support. Pia ninamuona ka representant legal wa kanisa la Worship Center, Baraka Worship Center pa Kampala. Yeye Pastor Fidel. Pia tunamuona Pastor Lunangwa. Pia tunaona wale wote wa groupe Eschatologie Missionnaire, tunawasalimia wote kwa amani. Na pia tunamsalimia kijana ambaye anaitwa Evangeliste Kennedy pa Bujumbura. Hao wote wanafanya support kwa kusupport hii huduma ambayo niko nayo. Na wale wengine ambao sikutaja, Yesu awabariki sana. Na kuna wengine ambao tunahitaji support yenu. Kama unaweza kuwa na support, unaweza kutusupport katika hii huduma tuko nayo. Yesu awabariki sana. Bila kusahau wachungaji wote wenye kwa Kenya kama vile mwanafunzi Dodi na wengine wote ambao wako kule Kenya ninawasalimia. Nikiwaambia ni mwalimu Dr. Pasteur Missionnaire Billy Magambo Kazua. Bila kusahau watoto wangu ambao wako Lubumbashi, nasema Yesu awalinde na wachunge. Amen. Kama tembelea channel yetu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza upate kila video tunakuwekea. Asante.